kuanzia msimu 2023-2024 hadi msimu tulionao 2024-2025. Bei ya kahawa imekuwa ikipanda msimu hadi msimu, kutoka wastani wa shilingi 2500 kwa kilo moja ya maganda hadi wastani wa shilingi 5500. Hizi ni jitihada za serikali ya awamu ya sita chini ya uongozi wake mahiri kabisa na dhabiti wa Daktari Samia Suluhu Hassan, ambao umewezesha bei ya kahawa kupanda na hivyo kuboresha uchumi wa mkulima mmoja mmoja na taifa kwa ujumla. Hata hivyo, pamoja na jitihada hizi, napenda kutoa maelekezo kwa msisitizo zaidi kwa mambo yafuatayo. Jambo la kwanza ni kudhibiti ubora wa kahawa. Kama mnavyojua, ubora wa kahawa tangu ikiwa shambani hadi kuvunwa na hatimaye kupelekwa sokoni, ubora ni kigezo muhimu sana kinachotumika kupata bei nzuri sokoni. Kumekuwa na wimbi la wakulima kuchuma kahawa mbichi ambaye haijakomaa kwa kisingizio cha kuwahi kupata pesa. Bado wakulima wetu wanavuna kahawa ambayo haijakomaa, wanaanika ardhini kwenye udongo na kuikausha kahawa katika kiwango hicho ambacho hakiwezi kuwa kizuri sana. Kwa hiyo niendelee kuwasihi tuendelee kuangalia udhibiti wa ubora wa kahawa hiyo. Kahawa inapochumwa ikiwa mbichi inanyauka, lakini pia inakosa ubora kabisa. Swala hili linarudisha nyuma jitihada za serikali za kumkomboa mkulima. Nitumie mkutano huu kuwaasa viongozi wa vyama kusimamia jambo hili, na mkulima atakayebainika kuchuma kahawa mbichi achukuliwe hatua stahiki. Mheshimiwa mwenyekiti wa mkutano huu, Mheshimiwa mwenyekiti wa KCU, swala la kahawa mbichi limeendelea kuchukua sura mbaya zaidi. Mkulima anavuna kahawa mbichi kwenye shamba lake kwa kutaka yeye, kwa sababu ni shamba lake, lakini na wale wasio wema wameichukua hili jambo wakilifanya kwa njia ambayo sio nzuri. Ofisini kwangu na kwenye ofisi za wakuu wa wilaya wengine pia, kwa sababu mara kwa mara tunakutana kuongelea jambo hili, tumepata kesi nyingi za wizi wa kahawa hiyo mbichi mashambani. Sasa wezi wanatumia njia hiyo kwa sababu wewe mkulima unaamua kujichumia kwako mbichi. Hasa ukichukua mbichi na mwizi anapita nayo, alafu unaonekana wewe ndio ulichukua. Sasa baadaye wewe unachukua kidogo, anakuja mwizi anachukua shamba zima. Alafu unakimbia kwa mkuu wa wilaya kwenda kulalamika. Ukimkamata naye mwizi anasema lakini yeye alijichukulia, basi na yeye ahukumiwe. Mimi ndio nimeiba ya kwake, lakini yeye unajua alichukua hiyo mbichi na sisi ndio maana tukaona tuibe. Sasa mimi niendelee kuasii sana, tuisubiri tu ikauke vizuri kwa kiwango kinachotakiwa na tuichukue wakati sasa ina ubora ule unaotakiwa. Lakini jambo lingine ni kuzuia magendo ya kahawa. Kama mnavyojua, mkoa wetu unapakana na nchi jirani zaidi ya 3, na hivyo kushawishi watu wenye tamaa kujiingiza katika vitendo visivyo vya biashara ya magendo ya kahawa. Magendo ya kahawa si tu yanaleta umaskini kwa wakulima walio wengi, bali pia yanaikosesha serikali mapato na kurudisha nyuma maendeleo ya nchi yetu. Kahawa ikikusanywa kwa njia zilizo rasmi na wazi na kisha kuuzwa mnadani, inachangia uchumi wa nchi yetu kwa kutupatia fedha za kigeni. Lakini pia tozo zinazokusanywa zinatuwezesha kuendesha vyama vyetu pamoja na kuchangia elimu, afya na ujenzi wa miundombinu kwenye sehemu husika. Serikali ya mkoa imejipanga kukabiliana na magendo ya kahawa, na kupitia mkutano huu niwahakikishie kwamba yeyote atakayejihusisha na biashara ya magendo ya kahawa atachukuliwa hatua kali za kisheria. Kwa hiyo jambo hili haliruhusiwi kufanyika katika maeneo yetu. Tusijihusishe na biashara hizi za magendo katika zao la kahawa. Tunaendelea kulidhibiti sana hili, lakini na nyinyi pia kupitia kwenye vyama vya ushirika, pia vyama vya msingi ambavyo mnavyo, muendelee kuwa mabalozi wazuri. Ziko ofisi zetu za wakuu wa wilaya, ziko ofisi za wakurugenzi, ziko ofisi za mapolisi pia, tuendelee kutoa taarifa. Kama una taarifa unayo, wewe ilete tu kwa mkuu wa wilaya. Sisi hatutasema kwamba fulani kaisema kwamba wewe kaanza kutafutwa. Tuache kitandugao. Tutoe hizo taarifa ili tusaidiane. Kwa sababu leo ukimwona mtu anaiba kwa jirani alafu wewe umsemi,
Au kuna mtu mmoja anasafisha sana magendo, humsemi kwa sababu unajua hajakudhuru. Kesho akianza kudhuru wewe, itakuwa umeshachelewa, itakuwa umeshakomaa zaidi. Kwa hiyo tuanze kuwashughulikia mapema kabla hawajafika mbali. Wilaya zetu hizi, wilaya yetu ya Bukoba, wilaya ya Misenyi, wilaya ya Muleba pia, zote hizi wilaya tatu zinaguswa na ziwa Victoria. Kwa hiyo usafirishaji kwenye ziwa Victoria pia umekuwa ukifanyika. Sasa lakini zikawa zinatoka kwa watu. Mimi ni mwenyekiti wa kamati ya usalama wa wilaya. Tuna vyombo ambavyo tunashughulika navyo. Hasa hata vyombo vyetu pia huenda visione kila sehemu. Lakini nyie ndio mnatoka kwenye jamii zetu. Tuziangalie ndugu zangu wakulima. Wajumbe wa mkutano huu. Kama yuko ambaye mnamwona mtu ni mahiri sana kwenye utaifishaji wa mazao haya, hizi biashara za magendo, nyie mtuambie. Sisi hatutasema ustazi fulani ndo alisema au mtu fulani ndo alisema, mkulima fulani alisema. Sisi tutashughulika na huyo mtu. Tukienda wilaya ya Muleba, biashara zinaweza zikatoka hapa magendo tu yakaenda Kerebe kule yakiwa tayari njiani kwenda sehemu nyingine. Wilaya yetu ya Muleba, wilaya yetu ya Bukoba hapa, ziwa liko hapa karibu. Watu waone kushoto kulia wamesafirisha mazao yameenda Uganda, yameenda Kenya, sehemu nyingine. Hili sio jambo zuri sana. Kule kwenye wilaya ya Kyerwa tulikuwa mwaka jana kule. Kwenye wilaya ambayo pia wana chama chao kule wale watu wa Kyerwa kule tumeenda kuangalia kule wanapakana na mto Kagera pale. Tumeenda upande wa pili wa Uganda tukiwa na msekemea pia na wenyeviti wa halmashauri tulikuwa nao hawa. Maana ukivuka tu dakika chache huko Uganda tunaikuta kule kahawa iliyopo ni ya Tanzania. Na magunia iliyopo kule unaona gunia limeandikwa Tanzania, lakini tayari liko Uganda. Yaani kama hapo ukiangalia maji hapo ndio Uganda hiyo. Mtu anaiba anakivusha tu dakika moja, akishafika pale tayari huwezi kumkamata. Kwa hiyo na sisi tunaangalia sana ndugu zangu. Hii biashara ikifanyika za magendo zitaturudisha nyuma sana. Unaweza kuona kama wewe haikugusi, lakini siku ikikugusa inakuwa tayari imeshachukua hatua nyingine. Lakini kuzuia wizi na kuhakikisha wakulima wanalipwa kwa wakati. Nipende kuwahimiza viongozi wa vyama kusimamia ushirika kwa weledi na uaminifu ili kuepuka wizi na wakulima kutolipwa pesa zao kwa wakati. Msimu ujao 2025-2026 watakaobainika kuwanyima haki wakulima kwa kulipo walipo wanavyostahili watachukuliwa hatua, na hatutaweza kufumbia macho viongozi watakaosababisha hasara kwa vyama. Na Mheshimiwa mkuu wetu wa mkoa wa Kagera Hajat Fatuma Bakari Mwasa ametuagiza sisi wakuu wa wilaya, kila mkuu wa wilaya kwenye wilaya yake hebu asimame kuangalia hawa watu. Waheshimiwa wajumbe wa mkutano mkuu, katika kipindi cha msimu 24-25 bodi kwa kushirikiana na watendaji imeendelea na jukumu lake la kuratibu taarifa za makusanyo kutoka kila chama cha msingi na kuchukua taarifa hizo na kisha kuzituma bodi ya kahawa kwa ajili ya kuandaa kabrasha la mauzo. Katika msimu 24-25 wastani wa bei ya kahawa ya kawaida na organic kwa kilo moja imepanda ukilinganisha na msimu 2023-2024 kutoka shilingi 6,300 na shilingi 5,700 kwa kahawa ya Arabica na Robusta organic hadi shilingi 8,000 kwa Arabica na shilingi 11,000 kwa Robusta. Kwa upande wa kahawa ya kawaida bei imepanda kutoka wastani wa shilingi 2,500 hadi shilingi 5,500. Hii mizani kwa kweli imekuwa changamoto kubwa. Msione makarani wamekaa kule, lakini wamepata, kuna hasara kubwa sana kwenye vyama, na hizo ni hasara za kweli. Wakati mwingine mimi nimefuatilia, nimeingia kwenye bodi, nimeona wakati mwingine vyama vinapata hasara kwa sababu ya mizani namna zilivyofanyika. Wakati mwingine zinaongeza kilo, wakati mwingine inapunguza. Kwa hiyo unajikuta kwamba vyama vingi vinapata nini? Hasara. Na nadhani mtanikubalia wajumbe mlioko mahali hapa kwamba hiyo imekuwa ni changamoto kubwa. Sasa waangalie, naona unachukua kiasi cha shilingi 280,000 kwa ajili ya matumizi ya nini? Kiasi ambacho kinakaribiana na kiasi ambacho kinunua mizani. Ina maana tukija kumaliza misimu mitano, ina maana kwamba fedha, yani gharama tulizonunulia mizani tunanunua tena. Sijui tunafanya nini. Na kama ni swala la utaalamu, kwa nini ule mfumo wasituuzie moja kwa moja KSU? Tumeajiri hapa mtu wa nani, wa IT. Sawa. Masuala ya tunaye
pia masuala ya vipimo vya mizani. Bizi ule mfumo kama ni kulipia mfumo ununuliwe moja kwa moja kuepusha hiyo hasara. Vyama mkiviambia hapa 280,000, kuna vyama ambavyo ushuru wake ni mdogo sana. Ina maana kama kesi vyama vingine vitanunua nini? Kahawa, kwa sababu mizani, gharama za kugharimia mizani kwa kweli hatuna. Labda kama mnaendelea kulibeba kesi hiyo, endeleeni kulibeba hilo jambo la mizani iweze kutusaidia. Lakini naomba nichangie kingine. Mheshimiwa anachangia na malizia. Kuna masharti haya ya jumuiya za Ulaya. Kwa kweli tufikie wakati sisi tuanze kujisimamia na sisi. Tuanze kutafuta mbinu mbadala. Itafikia hatua watufanye kama Marekani ilivyofanya baadhi ya huduma za huku. Wasema tununue kabisa, tutafanyaje? Tuanze kuimarisha masoko ya ndani kwamba tunafanyaje, lakini kutafuta pia, kwa sababu tuna afisa masoko hapa mzuri Mr. Josephat, nakiri kwamba anafanya kazi nzuri sana kwenye kitengo chetu cha Moshi. Anza kutafuta masoko mengine nje ya nchi za jumuiya ya nini ya Ulaya. Wakati tunaendelea nao kule, tunatafuta na katika nchi nyingine, kwa sababu wanaotumia kahawa sio hao tu. Na asante sana. Asante sana jamani. Muda watu wengine wanataka kuchangia. Malizia. Tunaomba umalizie. Asante sana. Kuna fedha hizi nyingine ambazo zimesemwa kwamba zinatakiwa kubadilishwa matumizi yake, ambazo zilikuwa kwa ajili ya mradi wa Washington Coffee. Kwa bahati mbaya sana nimeona katika taarifa ya mwenyekiti hajataja zinapelekwa kufanya nini. Hizo milioni 129 ambayo tulikuwa tumeitenga kule. Sasa kama sisi kama mkutano mkuu, nafikiri mtupe jukumu hilo, tukubaliane zielekezwe wapi. Lakini mimi kwa mawazo yangu, japo wengine wana mawazo mengine, nilikuwa na wazo, mimi nina wazo la kuongeza ile sema mrajisi, kuongeza mali za chama. Thamani ya mali za nini? Za chama. Kama kule mchakato utakuwa umeshindikana kule mnakoenda kuandika barua, maana yale ni maombi. Fedha hizi sasa zitumike kununulia nini? Ardhi ambayo itatumika kama shamba la nini? La KCU. Kuliko kubaki naona zimebaki hewani, bodi haijasema inataka hizo fedha zibadilishwe matumizi gani. Hii nishukuru sana bodi ya kahawa. Wametuongezea baada ya kuona kwamba tumeweka jitihada, nao wametuongezea vitaru. Mpaka leo mwaka huu unaokuja tuna vitaru 9 vya kahawa ambazo zitasambazwa kwa wakulima wetu. Kule kuuza kahawa Ulaya, sisi tunapata 10%. 90 zote zinakwenda Ulaya, ndio wanazipata wale ambao hawakuzalisha. Na ndio maana wanawekea masharti. Kama nitadanganya, na wale nadhani wataalamu wengine mlikuwepo mtanisaidia, tunapata 10%. Kwa hiyo manake sisi tunagawa kahawa bure. Pamoja na kusema kwamba hii bei mnayosema ni nzuri, kwamba ni nzuri, bado tunikahawa tunagawa bure. Hakuna tunachokipata kwenye kahawa. Dawa yake tuanze kupambana na kufungua masoko ndani ya nchi yetu, ndani ya maeneo yetu. Ya kwanza ni vioski vya kunywa kahawa, kuuza kahawa ndani. Na Mheshimiwa Rais wakati anamaliza alisema kufika 2035 50% ya kahawa iishie kwenye maeneo yetu. Sasa nyinyi naona bado mpaka mmefunga mkataba wa Uingereza na Ulaya, bado hamjasaidia mkulima kupanda kahawa na kupata thamani.